Namba 26 ni namba pekee katika Biblia na katika tafsiri za maandiko iliyobeba jina la Mungu mwenyewe, yani Yawe. Neno Yawe, Wayahudi wanaliandika, hawaandiki na zile vowels, wanaandika ile Y, wanaandika ile H, halafu wanaandika ile W, ambayo combination yake inaleta namba 26. Na namba 26 maana yake ni nini? Ina tafsiri tatu, nazo ni kama ifuatazo. Tafsiri ya kwanza kwenye namba 26 maana yake ni uwepo wa Mungu, na namba 26 maana yake ni ukamilifu wa Mungu, na namba 26 maana yake ni utimilifu wa Mungu, nayo inaendana na ile namba 20, utimilifu wa Mungu. Namba 26 inaonekana kwenye Biblia zaidi ya mara 70. Wale wasomaji wa Biblia wanafahamu namba 70 ni namba ya ukamilifu wa Mungu, the perfection of God. Na namba hiyo ya ukamilifu wa Mungu inatajwa na mara 26. Sasa kutoka Adam mpaka Musa, Musa ni kizazi cha 26 kutoka Adam alipozaliwa. Kwa hiyo kizazi cha 26 ni kizazi cha Musa, yani ni kizazi cha ukombozi, ni kizazi kitakacho angusha uonevu wa Farao asiyemjua Yusufu juu ya watu wa Mungu. Ni kizazi kitakachotoka utumwani. Ingawa vizazi vimekaa miaka 400 utumwani, ila kizazi cha 26 hakiwezi kikakaa utumwani. Kizazi cha 26 ni kizazi cha kutoka kwenye makucha ya mkandamizaji na kwenda kwenye neema ya uhuru na wokovu mkuu. Kizazi cha 26 ni kizazi ambacho utatumia nguvu kubwa kujaribu kukishinda na kukizuia, ila hakizuiliki. Mabibi na mabwana, tunaelekea 2026 kwenye kizazi cha ajabu sana. Waliokuwa wamekuwa legelege, waliozoea kuonewa, waliokaa gizani, waliokaa kwenye mateso, waliokaa kwenye umasikini, walioishi kwenye vifungo, waliokaa kwenye laana, waliokaa kwenye shida, waliokaa kwenye mateso, saa imekuja, nayo sasa ipo. Kwa mkono wa Bwana unatoka kwenye hicho kifungo. 2026 ni mwaka wako wa kutoka Misri, ni mwaka wako wa kutoka kwenye laana, ni mwaka wako wa kutoka kwenye mateso, ni mwaka wako wa kutoka kwenye vifungo, ni mwaka wako wa kutoka kwenye dhiki, ni mwaka wako wa kutoka kwenye madeni, ni mwaka wako wa kutoka kwenye shida. Nimekuja kusema na mtu kwa neno la kinabii. Yoyote ulioko hapa katika uwanja huu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, Bwana akutoe kwenye vifungo, Bwana akutoe kwenye laana, Bwana akutoe kwenye mateso. Daudi anaandika kwenye hiyo Zaburi tunasoma hapo, anasema Zaburi hiyo ya 77 mstari wa 20, anasema uliwaongoza watu wako kama kundi kwa mkono wa Musa na Haruni. Sasa ukisikia mkono wa Musa, sio yule mtu. Mkono wa Musa ni ile neema Mungu aliyokuwa ameachilia kwa huyo mtu. Kizazi cha 26 ni kizazi cha neema ya ukombozi kutoka kwenye vifungo vya utumwa. Watu wowote mliokaa kwenye vifungo vya utumwa, utumwa wa magonjwa, utumwa wa dhambi, utumwa wa ulevi, utumwa wa zinaa, utumwa wa uasherati, utumwa wa tamaa mbaya, utumwa wa mawazo machafu, utumwa wa tabia mbovu, utumwa wa madeni, utumwa wa vifungo, utumwa wa dhiki, utumwa wa shida, na kata hicho kifungo kwenye shingo yako, kwa kuwa imenenwa na imeandikwa, kwa kutiwa mafuta mzigo wake utaondolewa kutoka begani mwako na nira yake itavunjwa kutoka shingoni mwako. Ninanena ukombozi kutoka kwenye kifungo. Yoyote aliyekufunga wewe sio msukule wa mtu, mwanangu, kwa jina la Yesu nyanyuka kutoka hapo utumwani. Kama umefungwa na mjomba, umefungwa na babu, umefungwa na bibi, umefungwa na shangazi, umefungwa na unayemjua, umefungwa na usiyemjua, nyota yako imekamatwa, biashara zako zimeshikwa, utukufu wako umekamatwa, kibali chako kimeshikwa, familia yako imekamatwa, familia yako imeshikwa.
Natangaza neema ndani ya 2026, neema ya ukombozi toka vifungo vya utumwa, neema ya utetezi toka kongwa la utumwa. We mtumwa wa dhambi na kutoa utumwani, we msukule wa mtu na kutoa kwenye usukule, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toa kwenye shimo la umasikini. Sema natoka. Toa kwenye shimo la umasikini. Toa kwenye shimo la dhambi. Toa kwenye shimo la laana. Toa kwenye shimo la vifungo. Toa kwenye shimo la fedheha. Toa kwenye shimo la magonjwa. Toka hapo. Wewe sio mtumwa wa mtu kwa jina la Yesu. Wewe sio mtumwa wa dhambi kwa jina la Yesu. Wewe sio mtumwa wa dunia kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema kila atendaye dhambi ni mtumwa. Yaani wewe sio starehe, wewe ni mtumwa. Kuna kitu kimekushika usichokijua, lakini Mungu ana njia zisizojulikana. Hicho kilichokushika leo kinakatika, kinakuachia. Huu ni usiku wa kuachiliwa. Ni usiku wa kuachiliwa. Farao, niachie niende. Kuzimu, niachie niende. Jangwa, niachie niende. Laana, niachie niende. Babu yako aliingia maagano ya giza, akasema watu wangu wote ni wachungaji. Sasa wao ni wachunga mbuzi na chunga ng'ombe. Halafu wewe umefungua fremu hapo mjini, halafu una vyeti, unatafuta kazi, unashangaa ufanikiwi. Kumbe kuna kamba zilizoingiwa kwenye ulimwengu wa kiroho huko. Leo unakata hiyo kamba ya mababa, leo unakata hiyo kamba ya mababu, leo unakata hicho kifungo. Sema niache. Anasema sauti ya radi yako ikawa katika kisulisuli. Yani ni nini? Watakapoleta radi, Mungu analeta kisulisuli. Wakileta bahari, Mungu analeta upepo wa kuipasua katikati. Wakija kwa njia moja, wanatawanyikia njia 7. Wakija kundi la watu, kila mtu anatafuta njia ya kutokea. Na nena mafuta ya kuondoka hapa ulipokwama. Na usiku wa leo, fanya makosa yote, ila usiende bila kwenda na Mungu. Maana yeye anapita pasipopitika, anapenya pasipopenyeka. Ndio maana Mungu amekupa akili na maarifa. Hujavukia ukiwa baa, hujavukia ukiwa nyumba ndogo, hujavukia ukiwa kitandani, unavukia ukiwa kwa Bwana. Maana kwenye bahari mna njia za Bwana. I prophesy, yoyote uliyekuja mahali hapa, yoyote unayefuatilia mkesha huu, yoyote unayefuatilia ibada hii, kwa jina la Yesu, tunapoenda 2026, Bwana anakwenda kufanya njia mahali usipoona njia. Njia ya kupata afya yako, njia ya kupata uchumi wako, njia ya kupata biashara yako, njia ya kupata ndoa yako, njia ya kupata elimu yako, njia ya kupata kazi zako, njia ya kupata utukufu wako, njia ya kupata mafuta yako, njia ya kupata upendeleo wa kiungu, njia ya kupata neema ya kiungu. Pokea! Weka mkono wako kwenye paji la uso. Sema katika jina la Yesu, ninakwenda kwenye njia ambayo wote watakaposhindwa, wote watakapokosa, mimi nitashinda, mimi nitaweza, mimi nitapata, kwa kuwa ninaye Mungu mwenye njia zake katika bahari. Ninaye Mungu mwenye njia zake katikati ya kisulisuli. Ninaye Mungu mwenye njia zake katikati ya giza nene. Ninaye Mungu mwenye njia zake katikati ya sintofahamu. Ninaye Mungu mwenye njia zake katikati ya kukosa. Pokea hiyo neema ya kupasuliwa miamba ili upite. Pokea hiyo neema ya kupasuliwa njia baharini ili upite. Pokea hiyo neema ya kupasuliwa njia katikati ya kisulisuli ili upite. Pokea neema ya kupenya waliposhindwa wengi, ya kupenya wasipopita wengine. Unapoelekea 2026, sema Bwana Yesu,
ninakwenda kuvuka saa hii. Yesu, kwa njia zisizojulikana kanifanikishe, nianze mwaka kwa kishindo cha shuhuda. Kama wewe umeshawahi kuhudhuria mkesha wote, unafahamu hakujawahi kuandaliwa mkesha hapa wowote alafu mtu akakosa ushuhuda wake. Haiwezekani. Sio kwa sababu ya mtu, kwa sababu ya neema ya Mungu inayopatikana kwa wingi. Baada ya kuombewa sasa hivi, mama anasikia, macho yake yanaona, Mungu wako amemfungua baba.